Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 27, somo linasema kuhani wetu mkuu, mwaminifu na mwenye rehema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Waebrania 9:12. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakwenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba uongozi wa Roho mwema, utufunulie na kutuelewesha, na zaidi ya yote tusaidie tuweze kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Akiwa kama mbeba dhambi, kuhani na mwakilishi wa mwanadamu mbele za Mungu, aliingia katika maisha ya wanadamu, akachukua mwili wa damu yetu. Uhai kwa yule aliye hai ni mkondo muhimu wa damu, damu ambayo ilitolewa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Kristo alifanya upatanisho kamili, akiutoa uhai wake kama fidia kwa ajili yetu. Alizaliwa akiwa hana doa la dhambi, lakini alikuja ulimwenguni kwa jinsi ile ile ya familia ya wanadamu. Hakuwa tu na umbo la kibinadamu, lakini alichukua asili ya mwanadamu na kushiriki katika maisha ya kibinadamu. Yesu Kristo alivua vazi lake la kifalme, taji yake ya kifalme, na kuuvika uungu wake ubinadamu, ili kuwa mbadala na dhamana kwa mwanadamu, ili kwa kufa kibinadamu kupitia kifo chake aweze kumharibu yule aliye na mamlaka juu ya kifo. Asingeweza kufanya hivyo akiwa Mungu, lakini kwa kuja kama mwanadamu, Kristo aliweza kufa. Kupitia mauti aliishinda mauti. Kifo cha Kristo kilimwangamiza yule ambaye alikuwa na nguvu juu ya kifo, na kufungua milango ya kaburi kwa wote wampokeao yeye kama Mwokozi wao binafsi. Kristo alitangaza juu ya kaburi lililokodiwa la Yusufu, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye mkombozi wa ulimwengu alimponda nyoka kichwani na kumkanyaga. Yeye mkombozi wa ulimwengu alimponda nyoka kichwa na kumkanyanga. Yeye mkombozi wa ulimwengu alimponda nyoka kichwa na kumnyang'anya uwezo wote wa kumfanya mwanadamu kuhisi uchungu wa nge. Maana ameweka bayana uhai na hali ya kutokufa. Malango ya uzima wa milele yamewekwa wazi kwa wote wanaomwamini Yesu Kristo. Kwa kifo chake, Yesu amefanya isiwezekane kwa wale wanaomwamini yeye kufa milele. Kristo aliishi na kufa kama mwanadamu, ili aweze kuwa Mungu kwa makundi yote mawili, wenye uhai na waliokufa. Alifanya hivyo ili kufanya isiwezekane kwa wanadamu kupoteza uzima wa milele ikiwa watamwamini yeye. Uhai wa wanaume na wanawake una thamani kubwa machoni pa Mungu, kwani Kristo ameununua uhai huo kwa kuuawa badala yao. Hivyo akafanya iwezekane kwetu sisi kufikia hali ya kutokufa. Ndani ya Kristo uungu na ubinadamu viliungana, muumbaji na kiumbe.
Asili ya Mungu ambaye sheria yake ilikuwa imevunjwa na asili ya Adamu, mvunja sheria, vilikutana ndani ya Yesu, mwana wa Mungu na mwana wa mwanadamu, na kwa kuwa yeye alilipa gharama ya wokovu kupitia damu yake mwenyewe, akiwa amepitia uzoefu wote anaoupitia mwanadamu, akiwa ameyashinda majaribu alipokuwa mbadala wa mwanadamu, akiwa japo yeye hakuwa na dhambi, amebeba aibu, hatia na mzigo wa dhambi, anakuwa mtetezi wa mwanadamu na mwombezi. Uhakikisho wa pekee ulioje kwa nafsi inayojaribiwa na kuteseka. Uhakikisho wa pekee kiasi gani kwa ulimwengu unaoshuhudia kuwa Kristo atakuwa kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu. Utasoma The SD Bible Commentary, gombo la 7, ukurasa 925 na 926. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 27, kuhani wetu mkuu, mwaminifu na mwenye rehema. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutufia pale msalabani na kufanyika kwa upatanisho kwa dhambi zetu. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Yasaidie maisha yetu tukapate kuifahamu kweli yako na kuishi sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu